Nikuombe sana, tuombee serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kuna sauti ambayo inakuja juu yake na juu ya taifa. Hii ni Hallelujah TV. Wiki ya wanawake Omega ni wiki hii. Hallelujah. Amen. Biblia inasema, the Bible says, anasema nami nimeweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Uzao wake utakuponda kichwa nawe utauponda kisigino. Mizi ni vita kati ya uzao wa mwanamke na mwanamke mwenyewe. Na ni mishale na mashambulizi kati ya uzao wa mwanamke na mwanamke mwenyewe. Wapendwa katika Bwana, namba moja, sijawahi kufanya kusanyiko la wanawake Tanzania wala Omega. Ndio kusanyiko la kwanza tunalolianza hapa. Kila unachoonaga nafanya, nyuma yake kuna kibari cha Mungu na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kwa ili kongamano au ili kusanyiko unaloliona au unalolisikia kwa njia yoyote, ni kusanyiko la ukombozi wa mwanamke yeyote wa Kitanzania na nje ya Tanzania, worldwide. Na Mungu amenipa mzigo mkubwa sana kwa ajili ya maombi na dua kwa ajili ya uzao wa mwanamke na yeye mwenyewe. Na tunaposema kongamano hili, hatumaanishi tu wanawake peke yao. Hakuna mtu ambaye hajazaliwa na mwanamke kwenye uso wa dunia. Manake ni kongamano la sisi wote. Wote tuliotoka kwenye matumbo ya hawa mama na tumepita kwenye ule mlango wa yule mwanamke, wote tunaenda kupokea ukombozi. Lakini wao kama vilele, Mungu aliowaamini akawafanya kuwa viwanda, akawafanya kuwa wanaotuleta duniani. Manake hawa ndo chanzo cha baraka zetu sisi, au vifungo vyetu sisi, au laana zetu sisi. Hawa ndio chanzo. Kwa lugha nyingine, unaweza kusema kongamano la kudili na vyanzo vya kuja kwetu duniani na matatizo yetu. Mwanamke akipona, mwanamke akifunguliwa, mwanamke akiwekwa huru, ulimwengu, mamlaka, serikali, maendeleo, ustawi umepatikana. Amina. Haleluya. Kwa huu ni ukombozi wa Watanzania na Wanaafrika na dunia nzima. Mungu amenipa revelation kubwa kwa ajili ya hili kongamano, kwa ajili ya huu mkutano. Mahali popote utakaposikia au kuambiwa au kuona, ebu Mungu akupe kibali kama mwanamke kuja kwenye hili kongamano. Hautajutia maisha yako. Mmemsikia yule mama alikuja akiwa na shida figo, maji sui, hawezi kula, hawezi kunywa. Lakini kitendo cha kukanyaga hapa, akala chakula na akapewa maji akanywa, na leo anashuhudia. Mmekumbuka yule mama ameteseka na uvimbe miaka 4, anateswa na uvimbe na hana mtoto, lakini kumbe ni vifungo. Baada ya kukanyaga hapa, akafunguliwa, uvimbe ukaondoka, na mwezi mmoja baadaye wa pili akabeba mimba, na leo ana mtoto wa kike. Child, and now she has a female daughter. Kuna mama alikuja hapa ana kansa, ziwa limeoza. She had a cancer on her breast. Kansa imemtesa, imemtafuna. Cancer tormented her for a long time. Baada ya kuombewa, but after she received prayer, Ocean Road, she went to the hospital. Matibabu na hela nyingi. Baada ya maombezi, but after prayer, ile roho ilipotoka, kansa ikakauka, mpaka leo ni mzima. Cancer was dried up and now she's healed. Kuna watu wamekuja na fibroids. People came with fibroids. Zimetoka fibroid bila kufanywa operation, zikatoka na wamebeba watoto, leo wananyonyesha. Ukombozi wa mwanamke ni ukombozi wa taifa, ni ukombozi wa Afrika, ni ukombozi wa ulimwengu. Vita ya mwanamke sio vita
ya mwanamke ni vita ya kitaifa, ni vita ya Kiafrika, ni vita ya kidunia. Biblia inazungumza wanawake kadha wa kadha waliokuwa wakimhudumia Yesu kwa fedha zao na kwa mali zao. Esther, uhai wa wanawake na wanaume, watoto kwa wazee, vijana kwa mabinti, ulikuwa kwa mikononi mwa Esther, mwanamke. Esther alipomwendea Mungu, Mungu akampa neema, akapata kibali machoni pa mfalme, na akaliokoa taifa alikuuawa na mauti haikupita. Mwanamke ni uhai. Mwanamke ana pumzi mara mbili ya mwanaume. A woman can breathe twice more than a man. Mwanamke ni kiungo, is a body ambacho ni cha thamani, that is worthy. Biblia ya Kiingereza inasema delicate. Is a delicate body. Akipewa nafasi, when he's given of a position, akafunguliwa, and she's delivered, tayari mafanikio ya kanisa, ya familia, ya mtu mmoja mmoja, ya taifa yanapatikana kwa urahisi. Lakini mwanamke ana mashambulizi mengi. Shetani anamlenga mwanamke kwa sababu ndio chanzo cha baraka na ndio chanzo cha mauti. Ndio maana anasema nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa huyo mwanamke, kati yako wewe na wewe. Uzao wake utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Manake shetani anajua akimpata mwanamke ameipata familia, amelipata kanisa, amelipata taifa. Shetani usiku na mchana anapambana na mwanamke, sababu anajua akimpata ameshapata kila kitu. Jezebel aliyekuwa mke wa mfalme, shetani alimuingizia roho ya uchawi, aliwapata mpaka watumishi wa Mungu. Usipowaombea wanawake wakakaa vizuri kanisani, mtumishi wa Mungu, na uhakika hiyo kazi utaishia njiani. Wakiamua kukuvuruga, huwezi kusimama ukahubiri. Hao watu ni wazuri, lakini ni hatari wasipoombewa. Wanatakiwa ukombozi, wanatakiwa kuombewa. Kila mtu aliyezaliwa na mwanamke siku zake sio nyingi, nazo hujaa taabu na dhiki. Ukimbia kama kivuli, uchanua kama ua, na kisha unyauka, na siku zake sio nyingi. Mtu aliyezaliwa na mwanamke, mauti iko hapo, imepitia hapo hapo. Kwa unaweza ukaona tunahitaji maombi makubwa kwa ajili ya kongamano hili na maisha haya. Lakini tunashukuru Mungu kwa ajili ya wana Omega ambao wengine sio wazizi hili, lakini wanaoipenda Omega, wanawake wengi wanaosupport kanisa la Omega. Watu wamejitolea kuja kutupa maarifa kama wanawake. Wanawake walioshika madaraka makubwa kwenye nchi, na wengine wako kwenye madaraka makubwa kwenye nchi. Waambia baba prophet, sisi tunakuja kuwajenga wanawake ndani ya Kristo, ili na wao wawe kuwa machampion kuliko hata sisi au watoto wao. God tumemshirikisha waziri wa maendeleo ya jamii, wanawake na jinsia na makundi maalum, Dr. Gwajima Dorothy. Akasema baba, mimi na commitment, lakini namtuma naibu waziri aje hapo kwenye ufunguzi na afundishe wanawake wenzetu. Kwa hiyo Ijumaa tutakuwa na naibu waziri engineer au mhandisi Mary Priska Maundi, naibu waziri Deputy Minister wa Wizara ya Maendeleo, Jamii, Wanawake, Jinsia na Makundi Maalum. Naibu waziri atakuwepo hapa. Naibu waziri atatoa hapa mada. Kama yeye amefanikiwa kuwa engineer na leo ni naibu waziri, kuna mtu atapata hiyo impartation kati yako au na uzao wako. Amen. Lazima kuna impartation itaingia kwenye uzao wako. Amen. Hallelujah. Lakini tumekuwa hapa na familia moja ya General Makakala, papata message. Mama
Dr. Anna Makakala, Commissioner General wa uhamiaji. Anasema baba na mimi nipo hapo, Commissioner General wa uhamiaji. Dr. Anna Makakala. Dr. Anna Makakala. Ongeongeza makofi kwa ajili ya Dr. Anna Makakala. Omega hamna jambo dogo. Dr. hapo Anna Makakala. Hivyo unakuaje muoga? Anasema wenye haki ni majasiri kama simba. Waovu ukimbia wasipofuatiwa na mtu. Yes. Mwambia mama, haya manyota yaliyojaa kwenye bega hapa. Kuna wanawake waoga hapa. Hebu naomba uje unidungie watu wapate ujasiri. Dr. Grace Magembe. Huyu ni mganga mkuu wa serikali, Chief Medical Officer. Atakuwa hapa mganga mkuu wa serikali. Chief Medical Officer. Huyu hapo Dr. Grace Magembe, mganga mkuu wa serikali, Chief Medical Officer. Tutakuwa naye akiwajenga wanawake. Mwingine Judge Gladness ni judge wa kituo cha masuala ya familia Temeke. Judge atakuwa hapa, judge hapa. Lakini pia atakuwa na SP Elizabeth Msabila. SP huyu ni afande huyu. SP Elizabeth Msabila. Huyu ni msimamizi wa dawati la jinsia wilaya ya kipolisi Kawe. Msimamizi wa dawati la kijinsia. Wa mama hapa, SP atakuwa hapa na wajenga. Ongeza makofi mengi. Tutakuwa na watu waliopata uzoefu makazini, waliofanya kazi ofisi mbalimbali wakashika madaraka makubwa lakini wamestaafu. Wa kwanza tutakuwa naye Blandina Salome Joseph Nyoni. Amekuwa katibu mkuu wizara ya afya. Amekuwa katibu mkuu maliasili na utalii. Amekuwa mwanamke wa kwanza commissioner wa TRA. Atakuwa anaachilia madini hapa. Ongeza makofi mengi. CV nzito hiyo. Tutakuwa na Joyce Mapunjo, katibu mkuu. Joyce Mapunjo, mama huyu amekuwa katibu mkuu. Tutakuwa na Dr. Eva Malia Semakafu. Huyu amekuwa naibu katibu mkuu nadhani wizara ya elimu. Dr. Eva Malia Semakafu. Tutakuwa na Betha Semuvu Barozi. Kuna watu wanaitwa wajasiriamali. Wanakuja kuimarisha, so unanena tu kwa lugha mpaka kwenye biashara. Wokovu rohoni, akili kichwani, pesa mfukoni. Zingatia hayo mambo. Yes. Hallelujah. Amen. Tutakuwa na Dr. Esther wa Azania Bank, mkurugenzi wa Azania Bank atakayewakilishwa na Kisa Mwakilasa. Pigie Yesu makofi. Tutakuwa na Aika Liwale, huyu ni mkurugenzi wa Mbezi Garden. Mpigie Yesu makofi mengi. Lakini tunamuongeza Mama Asei, huyu ni mkurugenzi wa Mbezi Hoteli na St. Florence School. Lakini tutakuwa na Teresia Asei kutoka NBC. Pigie Yesu makofi mengi. Lakini tuna watumishi wa Mungu, powerful woman of God. Tutakuwa na Mama Apostle Ndegi kutoka Living Water. Mungu ambariki sana, tutakuwa naye muda wote. Lakini tutakuwa na mtumishi wa Mungu kutokea Kenya, anaitwa Apostle Damaris Chimba kutokea Kenya Mombasa. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu Pastor Mary Amli kutoka Akuzam Church. Tutakuwa na Pastor Christina Shusho na uimbaji wake na uchungaji wake kutoka Dreamer Center. Tutakuwa na Pastor Rose Samson kutoka Pentecost International Deliverance Church. Eneo la waimbaji tutakuwa na Essence of Worship wakiongozwa na Gwamaka. Essence of Worship led by Gwamaka. Tutakuwa na binti aliyepitia mengi duniani lakini akarudi kwa Yesu na leo anafanya vizuri, Bella Kombo na timu yake. We have Bella Kombo with her team. Powerful. Tutakuwa na Omega Worshipers team. We have Omega Ministries Church of All Nations.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini wakati huo tutakuwa na chama cha wanawake madaktari Tanzania ambacho kinaitwa MEWATA, chama cha madaktari wanawake Tanzania. Kundi litakuwa hapa lote, na kazi yao kubwa wakati hayo yote yanaendelea, tutakuwa tunaendelea na vipimo vya afya. Watakuwa na kupima magonjwa yote ya wanawake bure. Hallelujah. Amen. Ongeza makofi kama una wivu. Put your hands together for Jesus. Nitangaze kwamba wanawake wote Tanzania, kama mnavyosikiaga, siku kuna meri ya madaktari kutoka nje, siku kuna madaktari wametoka India, sio wametoka si wapi, wanafanya vipimo bure. Sasa hapa tuna madaktari kutoka chama cha madaktari Tanzania nzima, na ni madaktari magaino wanawake, madaktari wa wanawake ambao kutakuwa na matenti ya medical, tutakuwa tunafanyiwa vipimo vyote mwili mzima, tunafanyiwa vipimo bure. Wakisha kufanyia vipimo, wanakuandikia kikaratasi kidogo. It's just a piece of paper. Vile vikaratasi kama hiki kikaratasi, inakuwa ni siri yako, unakaa nayo. Alafu wanakushauri. Baada ya kukushauri, Jumapili ya tarehe 1, yale matatizo yote umeandika hapa ni siri yako. Mimi nitapita, unakuwa umekashika kakaratasi kako. When I put my hand on you, na flash yote ambayo daktari ameandika yanakutesa. Kama ambavyo tunaelekea kongamano au kusanyiko la wanawake tarehe 27, 28 na tarehe 1, na kuelekea sikukuu ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa 3. Ni kuombe sana, tuombe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kuna sauti ambayo inakuja juu yake na juu ya taifa. Nyosha mikono yako, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, asante kwa ajili ya kongamano kubwa ambalo Bwana umempa mtumishi wako, kwa ajili ya maono makubwa namna hii ambayo kwa macho na damu na nyama hatuwezi kuyaelezea, lakini kwa rehema na huruma zako umetufanikisha. Roho Mtakatifu, tunakusihi fanikisha maono haya ya mtumishi wako, maana lengo ni juu ya ukombozi wa maisha yetu. Roho Mtakatifu, fanikisha makongamano haya, fanikisha hizi siku 3 zote, kuanzia tarehe 27, 28 na tarehe 1. Fanikisha kwa mafanikio makubwa. Walete wanawake kila kona ya mji, kila kona ya Tanzania, kila kona ya East Africa, kila kona ya Afrika na kila kona ya ulimwenguni kote, katika jina la Yesu Kristo. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV Other Channel. YouTube andika Hallelujah ya Kiswahili kisha malizia na TV. Instagram TikTok, usoma. Kuna watu walikuwa na akili wanakuwa wa kwanza darasani, lakini hawafika chuo kikuu. Facebook na X kote kwa jina moja la Prophet Rolinga. Watu sahihi wa mwilini wanavutwa na nguvu sahihi ya rohoni. Sikiliza pia Hallelujah FM kupitia Radio Box. Utabarikiwa. Kuna nguvu ndani ambayo